Yes, karibu sana mwanahabari katika channel yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Karibu sana kama ndo mara yako ya kwanza, karibu sana katika familia hii kuweza kupata taarifa mbalimbali, hasa habari za kimataifa, kitaifa pamoja na zile ambazo zimeweza kutokea popote ulimwenguni. Karibu sana kuangazia taarifa ambazo tumekusogezea siku ya leo, ambapo jeshi la Israeli lafanya mashambulizi kusini mwa Lebanoni dhidi ya kile inachosema ni malengo ya Hezbollah. Taarifa zimeweza kuthibitisha kwamba jeshi la Israeli lilifanya mashambulizi kadhaa katika eneo la kusini mwa Lebanoni siku ya Alhamisi, ikisema kuwa ilikuwa ikilenga Hezbollah kujibu kile kilichokitaja kuwa ni majaribio ya kundi hilo na wapiganaji kujenga upya operation katika eneo hilo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema kuwa mashambulizi hayo yalilenga magala ya kuhifadhia silaha, mali ya kundi la wasomi wa Hezbollah la Radwan Fosi. Ilidai kundi hilo lilikuwa likifanya kazi ya kuweka upya miundombinu ya kigaidi kusini mwa Lebanoni. Hata hivyo, rais wa Lebanoni Joseph Aouni alidai kuwa mashambulizi hayo yamekiuka sheria za kimataifa za kibinadamu kwa kuwalenga raia na kuwalazimisha kukimbia makazi yao. Alishutumu hatua hiyo kama uhalifu kamili. Hata hivyo, kadri Lebanoni inavyoonyesha uwazi wake kwa njia ya mazungumzo ya amani kusuluhisha masuala yaliyosalia na Israel, ndivyo Israel inavyozidisha uchokozi wake dhidi ya mamlaka ya Lebanoni. Aouni aliandika kwenye mtandao wake wa X, zamani Twitter. Kabla ya mgomo huo, msemaji wa lugha ya Kiarabu wa IDF Avichai Adrai alikuwa ametoa maonyo mengi kwa wakazi wa vijiji kadhaa, akisema kuwa, na nukuu, "Uko katika jengo linalotumiwa na Hezbollah, kwa usalama wako unaomba kuhama mara moja hadi umbali wa angalau mita 500 kutoka kwa jengo hilo. Kusalia karibu na majengo haya kuna hatarisha maisha yako," Adrai alisema katika mojawapo ya notisi 3 za uokoaji zilizotolewa siku ya Alhamisi alasiri. Lakini hata hivyo, baadaye Alhamisi, kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanoni UNIFIL kilisema kiliona migomo kadhaa ndani ya eneo lake la operation kusini mwa Lebanoni, ikiwa ni pamoja na Trail Diba, Daibe na Aital al-Jabal, na kuonya kwamba hatua hiyo inatishia usalama wa raia pamoja na mali zake. UNIFIL ilitaka Israel kusitisha mashambulizi ambayo ilisema kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa azimio la 1701 la Baraza la Usalama, hatua ambayo ilipitishwa kumaliza vita vya siku 34 kati ya Israeli na Lebanoni mnamo mwaka 2006, na ambayo ilitaka kusitishwa kikamilifu kwa uhamasa kati ya Israeli na Hezbollah. Hatua yote ya kijeshi, haswa katika kiwango cha uharibifu kama hicho, inatishia usalama wa raia na inazoofisha maendeleo yanayofanywa kuelekea suluhisho la kisiasa na kidiplomasia, iliendelea kusema taarifa hiyo. Mapigano kati ya Israel na Hezbollah yaliongezeka siku moja baada ya shambulio la kigaidi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel, wakati shirika la wanamgambo wa Lebanoni lilipoanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya Israel kwa kile kilichokisema ni kitendo cha mshikamano. Mnamo Oktoba 2024, Israel ilizindua kile ilichoeleza kuwa kama operation ndogo ya ardhini kusini mwa Lebanoni, ikilenga Hezbollah. Mnamo Novemba 2024, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Lebanoni na Israeli yalianza kutekelezwa, ambapo Israeli ilipaswa kusitisha mashambulizi na kuondoka hatua kwa hatua kutoka maeneo ya kusini mwa Lebanoni, huku Hezbollah ikitakiwa kurudisha nyuma silaha nzito kusini mwa mto Litani. Hata hivyo, Israeli imeendelea kulenga shabaha nchini Lebanoni, ikitoa mfano wa kiukwaji wa makubaliano kusitisha mapigano ya Hezbollah, madai ambayo kundi hilo limeweza kukanusha. Jeshi la Lebanoni lilisema katika taarifa fupi Alhamisi kwamba licha ya mashambulizi za Israeli
linasalia katika uratibu wa karibu na UNIFIL na kusisitiza kwamba ushirikiano wao bado unafanya kazi katika kiwango cha juu cha uaminifu pamoja na uwezo wa ushirikiano. Baraza la mawaziri la usalama la Israeli lilitarajiwa kukutana Alhamisi jioni kwa mujibu wa maafisa wawili wa Israeli. Mmoja wa maafisa hao aliambia shirika la habari kwamba Lebanoni itakuwa miongoni mwa mada zilizojadiliwa. Maafisa hao walisema Israeli imekuwa ikionya katika hatua za hivi karibuni dhidi ya kile walichokitaja kama majaribio ya Hezbollah kurejesha silaha na kurejesha uwezo wake wa kukera. Wiki iliyopita Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliitisha mashauriano ya kiusalama na baadhi ya mawaziri ili kujadili hisia za Israeli. Kulingana na chanzo cha Israel chenye ufahamu wa mjadala huo, jeshi lilipendekeza kuanzishwa kwa operesheni kubwa dhidi ya madai ya majaribio ya Hezbollah ya kumiliki silaha tena. Waziri wa mambo ya nje Gideon Saar pia alisema wiki iliyopita kwamba Israeli haiwezi kuzika kichwa chake kwenye mchanga, huku Hezbollah ikiendelea kuzidisha juhudi zake za kujenga upya na kuweka silaha. Rais wa Lebanoni aligonga vichwa vya habari katika siku za hivi karibuni baada ya kupendekeza kuwa nchi yake haikuwa na chaguo isipokuwa kufanya mazungumzo na Israel moja kwa moja. Lebanoni haina chaguo ila mazungumzo, kwa sababu katika siasa kuna nyanja tatu za utekelezaji: diplomasia, uchumi na vita. Vita vinaposababisha kutokuwa na matokeo, ni nini kingine kinachoweza kufanywa? Alinukuliwa akisema na vyombo vya habari vya ndani vinavyoaminika kuwa vinarejelea kule Israeli. Katika taarifa yake siku ya Alhamisi, Hezbollah ilishutumu Israeli kwa kukiuka mara kwa mara usitishaji wa vita uliofikiwa Novemba 2024 na kwa kuichafua serikali ya Lebanoni katika kuitambua Israeli. Lebanoni haina nia kabisa ya kujisalimisha kwa fujo za kuingizwa katika mazungumzo ya kisiasa na uadui wa Kizayuni. Mazungumzo hayo hayana maslahi ya kitaifa na yanahatarisha uwepo wa chombo cha Lebanoni na mamlaka yake, ilisema, ikithibitisha haki halali ya kundi hilo kupinga uvamizi. Hata hivyo, hatua ya kijeshi ya Israeli inajiri siku chache baada ya mjumbe maalumu wa Marekani Tom Baraka kusema Lebanoni ni nchi iliyoshindwa inayoendeshwa na dinosaurs. Barak alionyesha mashaka kama mamlaka yataweza kuwapokonya silaha Hezbollah, ambayo ilisema ilikuwa na silaha nyingi zaidi kuliko vikosi vya Lebanoni. Mwanahabari, nikushukuru sana, na hizi zilikuwa ni habari za kimataifa kutoka kule nchini Israeli, ambapo jeshi la Israeli lafanya mashambulizi kusini mwa Lebanoni dhidi ya kile inachosema ni malengo ya Hezbollah. Asante sana, nikushukuru kwa kuendelea kuungana nami, kwa kuendelea kutazama na kuendelea kuwa mwanafamilia. Kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza, kisha una subscribe, share, like na kucomment. Kwa wewe ambaye umeendelea kuwa mwanafamilia, kisha una share pamoja na kucomment. Nikutakia siku njema. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari na burudani. Kutokea hapa sina la ziada, nikwage na nikutakia siku njema. Bye bye.